Naam, zikiwa zimesalia takriban siku 6 pekee yake wa Tanzania kupiga kura katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Jumatano Oktoba 29 kuchagua rais, wabunge na madiwani. Kampeni za uchaguzi huo ziko katika hatua za lala salama. Wapiga kura nao wanatafakari wapi pa kutupa kura yao. Katika kampeni za uchaguzi huu pia wanawake wameonekana majimboni wakitafuta kura kwa kunadi sera za vyama vyao kuwania nafasi ya udiwani na ubunge. Sasa tunaangazia ushiriki wa wanawake katika uchaguzi huu mkuu katika nchi hiyo Afrika Mashariki ambayo imeweka historia katika eneo hilo kuongozwa na mwanamke. Awali nimezungumza na Susan Kolimba, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Jordan Morogoro nchini Tanzania, pamoja na Charles William, mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa za Tanzania. Yeye anaanza kwa kueleza kampeni zinavyokwenda sasa kuelekea Oktoba 29. Kampeni tunaweza kusema zimekuwa na uchangamfu, kwa maana ya uchangamfu ya uwepo wenyewe wa wagombea wakiwa wanajinadi. Na unajua uchaguzi mkuu wa mwaka huu umekuwa na vyama vingi sana ambavyo vinashiriki kwenye nafasi tofauti tofauti, ingawa ukiweka kwenye mizania utabaini kwamba vyama vingi vinavyoshiriki uchaguzi nguvu yao inaonekana kuwa ni ndogo sana ukilinganisha na nguvu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa mfano, kwenye wagombea urais mwaka huu ndo kuna wagombea urais wengi kuliko uchaguzi wa 2005. Ulikuwa na wagombea urais ambao walikuwa ni 10 tu. Uchaguzi wa 2010 ulikuwa na wagombea urais waliokuwa takribani 7. 2015 tulikuwa na wagombea urais 8. 2020 tulikuwa na wagombea urais 14, lakini mwaka huu tuna wagombea urais 17. Walikuwa 18, mmoja ameenguliwa. Kwa hiyo vyama vingi sana vimesimamisha wagombea, lakini nguvu yenyewe ya wagombea sasa, ukitazama jinsi ambavyo watu wanajitokeza kuwasikiliza, jinsi ambavyo hoja zao zinapata nafasi kwenye vyombo vya habari, kwenye magazeti kurasa za mbele, kwenye mitandao ya kijamii, utaona kwamba vyama hivi 17 vinavyoshiriki uchaguzi, kwa maana kwenye nafasi ya urais, vyama 16 vimekuwa na nguvu ambayo sio kubwa sana ukilinganisha na Chama cha Mapinduzi. Kipindi cha nyuma ulikuwa unaweza kuona magazeti yakiweka ukurasa wa mbele picha za mikutano 4 labda ya kampeni, au 3 au labda 2. Mkutano wa chama tawala kwa juu, kwa chini yake unawekwa mkutano wa chama kingine, kwa pembeni yake unawekwa mkutano wa chama kingine, kuonyesha jinsi gani wananchi wamejitokeza kwa wingi kwenye viwanja kusikiliza hizo sera za wagombea. Lakini kwa sasa hivi utaona kama Chama cha Mapinduzi chenyewe kinachanja mbuga zaidi peke yake ukilinganisha na wagombea wa vyama vingine ambao wanaonekana kujikongoja sana. Naam, asante sana Charles William kwa tathmini hiyo kuhusiana na mwenendo wa kampeni kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29 nchini Tanzania. Susan Kolimba, kwa mtazamo wako wewe, wanawake kwa kiasi gani wameshiriki katika siasa hasa kuelekea uchaguzi wa mwaka huu, na unaona wamepewa nafasi kiasi gani? Kwa nafasi ya wanawake inaonekana wamepewa nafasi kubwa sana. Kwa mfano kwenye Chama cha Mapinduzi, wale ambao wanagombea kwenye nafasi ya ubunge kwa safari hii, wanawake wamejitokeza katika kugombea, wamejitosa. Hawa wanawake wamejiamini na wameamua kuchukua na kugombea nafasi za ubunge. Kwa hiyo wamepanda kutoka kwenye ule ubunge wa viti maalum na kwenda kwenye ubunge wa majimbo. Charles William, wagombea wengi si wanawake peke yake, hata wanaume wamekuwa kilalamika pia kuhusiana na gharama za kampeni. Tukiangazia vyama 17, tunaweza tukakitoa pengine Chama cha Mapinduzi tukasalia na hivi 16. Unadhani hii imekuwa ikichangia kurudisha nyuma kiasi gani fursa kwa wale ambao wana tajriba ya uongozi? Mchakato wa kidemokrasia ni gharama kubwa sana, na ukitazama Chama cha Mapinduzi chenyewe kina faida kubwa ya kuwa na rasilimali nyingi, kwa sababu tulipoanzisha mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, wakati vyama vingine vyote vya siasa hapa Tanzania vikianza na 0, Chama cha Mapinduzi chenyewe hakikuanza na 0, kwa sababu chenyewe kilirithi zile mali zote zilizokuwa zinashikiliwa na chama hicho wakati wa mfumo wa chama kimoja. Kwa hiyo chenyewe kina faida ya kuwa na
vyanzo vya mapato vya kuaminika, lakini pia kinapata kiasi kikubwa sana cha ruzuku. Ruzuku yao kwa mwezi ni zaidi ya shilingi bilioni 1 ya Tanzania. Lakini ukiangalia chama kinachofuatia kwa kupata ruzuku ni Chadema, ambacho akishiriki uchaguzi kinapata takriban milioni 107 kwa mwezi. Chama kinachofuatia ni ACT Wazalendo, kinapata takribani milioni 10 tu kwa mwezi, na chama cha wananchi kafu chenyewe kinapata milioni 8.5 kwa mwezi. Sasa vyama hivi vingine havina vyanzo vya mapato, havina ruzuku, lakini pia havina wadau wa kuvichangia. Kwa hiyo vinabaki kufanya kampeni tunasema kwa mtindo wa tia maji. Pamoja na kwamba mwaka huu kwa mara ya kwanza wamepewa magari pamoja na madereva, lakini bado hilo gari peke yake pasipo gharama zingine za kwenda kuandaa mkutano. Kwa hiyo hali yao ya kifedha kiukweli ni ngumu. Ndio maana mara kadhaa wamekuwa wakipendekeza kwamba ruzuku ile badala ya kugawiwa kwa asilimia za matokeo ya ubunge, basi ziwe zinagawiwa sawa kwa vyama vyote. Hili swala la fedha limeendelea kuwa kitendawili kigumu sana kuteguliwa na vyama vya upinzani vinavyoshiriki uchaguzi. Asante sana Charles William. Susan Kolimba, tuangalie sasa kuhusiana na mitandao ya kijamii. Ni kwa namna gani ambao unadhani imeweza kusaidia kwa wale wasioweza kumudu gharama? Baadhi ya wagombea, siwezi kusema kwamba wote, lakini baadhi ya wagombea wametumia fursa hiyo ya mitandao ya jamii katika kunadi sera zao. Ninachokiona ni kwamba hii inasaidia. Tumia mitandao ni rahisi zaidi kwa sababu hapo utadaiwa mafuta. Lakini changamoto ninayoiona kukiwa natumia mitandao ni kwamba wataweza kuona wale tu ambao wana simu janja. Sababu unaweza kukuta wanaokuwa wanaiangalia mitandao hii wanaweza kuwa ni wa mijini tu au wale wa vijijini wenye simu janja. Charles William, kwa kumaliza tu, kampeni zinaelekea kipindi cha wanasema kipindi cha lala salama. Siku zimesalia chache kwenda Oktoba 29. Unadhani wamepokelewaje hawa wagombea na sera wazozinadi na wananchi, ama tuseme ni ule usemi wa kwamba ni yale yale tu? Tumalize. Masuala ya wananchi yanamulikwa na kuguswa, ingawa kinachobaki tu ni kwamba kwa maana ya ushindani wenyewe, chama tawala kinabaki kuwa na uchaguzi ambao pengine unaweza kusema utakuwa ni uchaguzi mwepesi zaidi kwao kulinganisha na chaguzi zote walizowahi kushiriki tangu tuanze mfumo wa vyama vingi. Nafikiri mtihani mkubwa kwa chama tawala itakuwa ni kuhamasisha hao watu kwenda kupiga kura, kwa sababu lipo hilo joto la baadhi ya watu kuona kama uchaguzi umemalizika au kuona uchaguzi pengine una ushindani wa upande mmoja. Kuhamasisha watu wajitokeze kwa wingi kupiga kura, huo utakuwa ni mtihani mkubwa kwa CCM. Wakati huo chama kikuu cha upinzani kikiwa na chenyewe kinahamasisha kwa pembeni kwamba watu wasijitokeze kupiga kura. Lakini kwa idadi yoyote ya watu itakaojitokeza, kwa sheria zetu za Tanzania, iwe ndogo kwa kiwango gani, basi uchaguzi huo utakuwa ni halali. Matokeo yatakayotangazwa yatakuwa ni matokeo halali, kwa sababu uchaguzi wetu sisi hauamuliwi na namba iliyojitokeza, isipokuwa inaamuliwa tu kwa wingi wa kura. Atakayepata kura nyingi kumzidi aliyeshindana naye, bila kujali idadi ya waliojitokeza, tayari anakuwa ni mshindi halali kabisa kikatiba na kisheria. Mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa za Tanzania Charles William huyo, lakini pamoja naye alikuwa ni Susan Kolimba, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Jordan kule Morogoro huko Tanzania. Kwa pamoja tukiangazia siku 6 tu zilizosalia kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania unaotazamiwa kufanyika hapo Oktoba 29.